Habari, jina langu naitwa Mohamed Mandwanga, lakini wengi wamekuwa wakinifahamu kama Mkech. Mimi ni mwigizaji, mwandishi wa story, director, editor, pia na leo nakukaribisha wewe shabiki yangu, rafiki, mdau ama mwana sanaa katika hii filamu documentary yangu ambayo nimekuandalia. Kwenye documentary yangu hii nitakuonyesha hatua kwa hatua ni jinsi gani ambavyo huwa naandaa filamu zangu katika hatua ya awali kabisa. Yaani katika idea, wazo la story mpaka story inakuja kuwa kamilika na kuwa filamu kamili. Hivyo basi, karibu nami hatua kwa hatua uone kwa namna gani huwa naandaa story zangu katika kuanzia kwenye idea mpaka kwenye story ukamilika kuwa filamu kamili na kutazamwa huko katika platform tofauti. Hivyo ungana nami ili kujionea hatua kwa hatua namna gani huwa nafanya filamu zangu. Karibu sana. Hatua za mwanzo kabisa pale ninapoandaa filamu project yangu, basi huwa na idea. Huyu ndio mama wa filamu zote na story zote ulimwenguni. Yaani zile story ambazo unazijua na usizozijua zote huwa zinatokea hapa kwenye idea. Na hakuna story ambayo haijatokea katika idea. So huwa naanza. Baada ya kupata idea ya filamu yangu, basi hatua ya pili moja kwa moja huwa naenda katika stage ambayo ni ya kuandaa script. Huwa nakaa sasa naandaa script, na script hapa ndipo ambapo idea yako inakuja kwenye uhai. Yaani kwa maana sasa inakuja kuwa story kamili. Ulianza na idea, sasa unakuja katika uandishi, unaifanya iwe story kamili. Mara nyingi ninapoandaa idea na script za filamu zangu, wala nakutana na changamoto mbalimbali. Kwa upande wa idea, mara nyingi huwa sikumbani na changamoto nyingi, kwa sababu idea ni simple. Just umeona kitu fulani au umefikiria kitu fulani, basi moja kwa moja huwa hiyo ndio idea. Lakini kwa upande wa uandishi wa script huwa kuna changamoto kadhaa kwa upande wangu. Na mara nyingi sana huwa ni uchovu, kama uchovu pia kwa kuna changamoto nyingi kwa watu wengine. Lakini kwa mimi huwa sana ni uchovu. Unakuta sometimes unaandika sana, unachoka, akili inachoka na vitu vingine kama hivyo. So mara nyingi ninapokutana na changamoto hiyo, basi huwa najipa mapumziko mafupi au la, kama mambo mengine ya kufanya tofauti na kazi zangu ya sanaa, basi nitaenda kufanya hivyo vitu mpaka pale nitakapokuwa sawa, nitarudi tena katika uandishi. Hello guys, mambo vipi? Ni siku nyingine tena, na leo pia nawakaribisha katika mwendelezo wa filamu documentary yangu. Na nakumbuka siku ya jana tuliweza kuzungumzia vitu vingi, ikiwemo kuwakaribisha katika filamu documentary yangu. Pia nikaeleza kwamba katika documentary yangu ilitaonyesha ni kwa namna gani huwa nafanya filamu zangu katika hatua ya mwanzo ya idea, script mpaka mwisho kabisa wa filamu kukamilika na kupata kutazama. So leo ni siku ya pili, na katika siku hii leo ya pili maana yake nitakuonesha vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza nitawaonesheni idea ya story yangu niliyopata. Pili nitaelezea kwa ufupi idea ya story yangu inahusiana na nini na ipo vipi. Na tatu nitaelezea kwa uchache baadhi ya wahusika wa hii idea yangu. So bila kuchelewa, tuanze na idea ya story. Idea ya story yangu inaitwa Mdoli. Mdoli hii ni idea ambayo nimeamua kuifanya hivi sasa, na mpaka sasa manake nipo katika uandishi wa script. Nimepata wazo, nikaja katika hatua ya pili ya uandishi wa script ambapo ndo nipo sasa. Na idea ya Mdoli hii ni aina ya story ambayo ni horror. Horror ni aina moja wapo ya story ambazo zinahusiana na zile story za kutisha. Yaani unakuta labda movie za kichawi, movie za majini, movie za vampire, zile ni horror. Lakini licha kuwa na horror, pia story yetu ya Mdoli ina drama ndani yake. Drama ni yale maigizo ambayo yanahusu maisha ya kila siku, yanagusa jamii katika nyanja mbalimbali. So story yangu ya Mdoli itahusiana na drama pamoja na horror. Na ipo vipi idea yangu ya Mdoli? Idea hii ya Mdoli ni idea ambayo nimeiandika katika setting ya kijiji. Yaani ni story ambayo imebase katika maisha ya kijiji. Story inaanza na vijana wawili wanafunzi, watoto wadogo ambao wamekuwa wakitoka shuleni na kuelekea nyumbani.
Sasa watoto wakiwa wanacheza na nyumbani, wanapofika njiani, huyu mtoto mmoja wapo atamuona mdoli, huyu mwingine atatamani kumwokota ule mdoli, lakini mwenzake atamkataza, atamwambia usimwokote ule mdoli, kwani wazazi wetu wametukataza kuokota vitu hivi. Huyu mtoto atakaidi kauli ya mwenzie, atamchukua ule mdoli na kurudi naye nyumbani. Anapofika naye nyumbani, ule mdoli atamtoa kwenye begi na atamweka chumbani kwake. Lakini inapofika usiku, mdoli yule atageuka kiumbe cha ajabu na kuanza kumtisha yule mtoto. Kwa upande wa pili pia tutaona mzazi ambaye amekuwa akimlazimisha mtoto wake wa kike kuolewa na mwanaume ambaye asiyompenda. Kwa kuna migogoro baina ya baba na mtoto wake wa kike ambaye hataki kuolewa na mwanaume ambaye yeye ampendi, na badala yake kuna mwanaume mwingine ambaye yeye ndiye anayempenda. Kwa hiyo ni mgogoro baina ya kiumbe cha ajabu ambacho kimeingia kijijini kwa kupitia mdoli, ambacho kitakuwa kinafanya mauaji ya watu wengi tofauti tofauti. Lakini pia mgogoro ambao kati ya baba na binti yake, ambao mgogoro huo umekuwa ukizua mambo mengi sana ndani yake. Kwa hiyo ni kisa ambacho kimebezi katika drama za maisha ya kawaida, pia katika horo ya kiumbe cha ajabu kilichoingia kijijini na kuanza kuua watu. Lakini mwisho wa siku huko mbeleni inakuja inatokea kwamba hichi kiumbe wanakijiji wale watapata solution ya kumaliza ile tatizo, na pia kati ya mgogoro wa baba na mtoto wake watapata solution ambalo wote kwa pamoja wanaridhika nalo. Kwa hiyo mdoli ni kisa kimojawapo kizuri sana ambacho nimeona nikiandae ili niweze kufanyia filamu yangu ijayo, na naamini hata wewe utaipenda sana, itakuburudisha na pia itakuelimisha sana. Ni kwamba uwe na mimi katika mtiririko huu mwanzo sasa hivi mpaka utakapofikia tamati wa dokumentari yetu pamoja na filamu yetu ya mdoli iweze kukamilika. Naamini tutajifunza vitu vingi sana. Hivyo basi nikutakia wakati mwema. Baada ya kumaliza kuandaa script yangu, basi moja kwa moja hatua inayofuata huwa nafanya finalizing. Yaani kwamba natenga muda, napitia story yangu kuanzia mwanzo nilipoiandika mpaka scene ya mwisho. Na hivyo huwa inajumlisha pamoja na kupitia scene moja moja, kupitia idadi ya wahusika, kuangalia kama kuna makosa madogo madogo ambayo niliyafanya wakati wa uandishi. Kwa sababu kama unavyofahamu kwamba script unapoiandika maana yake ni story ambayo ataenda kusoma kila mtu, ikiwemo msanii, kameramani, editor, kila mtu ataenda kusoma ile script kwa ajili ya kukamilisha kazi yake. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kukaa na kuangalia makosa ambayo yamekuwa yakifanyika kipindi ambacho script hiyo inaandaliwa. Kwa hiyo baada ya kufanya finalizing na nikapanga scene zangu zote, nikapitia story yangu na nikajiridhisha kwamba ipo sawa, basi hatua inayofuata ya pili, nitachukua document yangu, nitaenda kuprint script zangu. Sasa zitakuwa katika hard copy tayari kwa ajili ya shughuli zozote za shooting. Lakini licha ya kusema kwamba nafanya finalizing, pia huwa natenga muda kupanga cast list. Kwa nitaangalia story yangu ina idadi ya wahusika wangapi, nitaangalia story yangu inahitaji vifaa gani muhimu, ikiwemo props, mavazi kama yapo, story yangu inahitaji locations za aina ngapi, nyumba za aina ngapi, story yangu inahitaji bajeti ya kiasi gani, labda pesa kiasi gani na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivi vyote vinakuja baada ya script sasa kukamilika, kwa sababu kila kitu kinakuwa kinaonekana pale katika script A to Z. So leo nimekamilisha script ya filamu yangu na imenichukua siku 5 mpaka kukamilika kwa hii script. Na hatua zinazofuata basi nitafanya finalizing. Baada ya kufanya finalizing nitaangalia bajeti, nitaangalia wahusika na vitu vingine zaidi. Kwa hiyo tuendelee kuwa pamoja ili tuone hatua zinazofuata zaidi. Ciao.
Hello, mambo vipi? Ni siku nyingine tena tulikuwa tunaendelea na documentary yetu, na mara ya mwisho kama sikosei tuliangalia namna gani ambavyo nilisema nimekamilisha hatua ya kuandika script yetu katika hatua ya awali, na pia nikasema kwamba katika mwendelezo nitakaa chini nitapitia script yangu katika kuiweka sawa na kuangalia kama kutakuwa na makosa yoyote ya kiuandishi. Yes, na siku ya leo tayari nimeshafanya hiyo kazi, nimepangilia, nimeangalia makosa mbalimbali katika script yangu nikaweka sawa. Pia nikaweza kwenda katika hatua ya kuiprint na nimeweza kuprint. Kwa hiyo script yangu tayari ni hapa, ipo katika nakala ngumu hard copy tayari kwa shughuli yoyote za shooting. Kwa maana script na story tayari tumeshakamilisha, hii hapa kama unavyoweza kuona. Lakini achilia mbali kusema kwamba tumeitengeneza hard copy tu peke yake, pia nimeweza kukaa chini nikaangalia idadi ya scene, nika classify scene pamoja na matukio, nika classify nikatambua kwamba nyumba ngapi zinahitajika, location za aina gani. Nimeichambua story yangu katika vipengele vingi ambavyo vitaniwezesha mimi nitapoenda kushuti nipate wepesi wa kutambua ni scene gani na shoot kwa wakati gani na kwa wahusika gani. Kwa hiyo mara baada ya kumaliza kuandaa story yangu, hatua inayofuatia manake inakuwa ni katika hatua ya kuandaa vifaa sasa special, yani yale material muhimu. Kwa mfano, hii story yangu inahusu mdoli, hivyo basi lazima mimi baada ya kukamilisha story yangu nitoke niende kutafuta sasa mdoli. Kwa hiyo hatua inayofuata manake nitatoka kwenda kutafuta mdoli ambaye nitaona ananifaa kwa ajili ya shooting ya story yangu. Kwa hiyo story yetu katika kuigawanya na kuichambua, story yetu ina jumla ya scene 64, inahusika 18, na inahitaji idadi ya nyumba 4 katika story nzima, na story yangu ina episodi 10 katika ni series ambayo ni series fupi. Kwa hiyo ina episodi 10, kutakuwa na episodi ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 10. Idadi ya jumla ya scene zote ni 64. Idadi ya jumla ya wahusika wote ni 18. Lakini pia bajeti yake, kwa sababu nimeandika story ambayo ni low budget, na nitakupa siri tu. Ukiwa kama mwandishi wa story, director ama film producer, kuna vitu muhimu vya kuvizingatia ambavyo mimi huwa navifanya mara nyingi. Kitu cha kwanza, tazama mfuko wako, yani tazama wallet yako. Je, una pesa kiasi gani? Kwa sababu pesa ndio kitu cha kwanza ambacho kinakuamulia wewe ni filamu ya aina gani ufanye. Kitu cha pili, tazama watu waliokuzunguka, na maanisha labda kwa cameraman wako ana uwezo gani, editor wako ana uwezo gani, wa cast zako zina uwezo gani katika kuperform. Hii nayo itakusaidia wewe kuandika story kuendana na viwango na uwezo wa watu waliokuzunguka. Hivyo basi story yangu hii nimetazama kwa upande wa budget ambayo nitaenda kutumia katika story yangu yote, kuanzia shooting, production, kila kitu mpaka zoezi zima la shooting linaisha, production, location, kambi, chakula na nini na nini, nitatumia kama shilingi 3.5. Kwa story yangu hii bajeti yake inakuwa ni shilingi 3.5. Hivyo nafikiri mpaka hapo kidogo tumeweza kutazama namna gani katika hatua ya kwanza ya idea mpaka hatua ya kukamilisha script jinsi ilivyoenda. Na nafikiri kuanzia video ijayo tutaangalia namna gani naenda kuchagua mdoli ambao nitakuja kutumia katika hii hadithi yangu. Hivyo basi nikushukuru sana mpaka kufikia hatua hii, na tuendelee kuwa pamoja ili uweze kujionea vitu vingine vingi zaidi. Baada ya kupata idea, tumekamilisha kupata idea, tukaanza kuandika script. Mwenyezi Mungu akajalia tukakamilisha script yetu. Na sasa hatua inayofuata ni kwenda sasa kutafuta huyu mdoli ambaye tutamtumia katika story yetu.
bana, tupo sehemu ya kuchagua midoli na midoli tuliokuwa nayo. Kwa hiyo hapa nitachagua midoli mmoja ambao utatufaa kwenye stendi yetu. Hivyo basi acha tuanze zoezi la kuchagua midoli. Bana, zoezi letu la kutafuta mdoli nashukuru Mungu limekamilika. Mdoli ambaye tutachagua ni mmoja ambaye anaweza kufaa kwa kazi yetu. Kwa hiyo mdoli huyu jamani ndio atakayehusika katika kazi yetu au story yangu, na hapa nitamlipia na nitaondoka naye. Kwa hiyo jamani, zoezi langu la kutafuta mdoli nimekamilisha. Hivyo basi tukutane katika hatua ya nyingine itakayofuata. Na naendelea kukaribisha zaidi katika mwendelezo wa filamu documentary yangu ambayo tumeianza katika hatua ya kwanza kabisa mpaka kufikia hatua tuliyokuwa nayo sasa. Na kama tunakumbuka, siku ya jana tuliweza kuangalia namna gani nilivyofanya safari kwenda kutafuta mdoli ambaye atafaa katika stori yangu. Hivyo katika midoli yote ambayo tumeweza kuangalia siku ya jana, na mdoli huu ndio tuliona kwa namna moja au nyingine utafaa katika stori yetu. Hivyo basi napenda muone mdoli wetu. Ni mdoli fulani hivi unafurahisha kidogo, najua zile lakini ni mdoli nafikiri ambao tutaenda kutumia katika stori yetu ambayo tumeshaiandaa. Script imeshakamilika na mdoli ndio huyu. Ameshakamilika. Yaani tuseme kama main character wetu wa kwanza kabisa ndio huyu ambaye tunamwona hapa. Hivyo hiyo ni hatua moja kubwa nzuri sana ambayo tunaendelea katika mwendelezo wetu wa kuonesha namna gani tutatengeneza hii filamu yetu. Hatua nyingine itakayofuatia toka hapo nafikiri ni hatua ya moja kwa moja kwenda sasa kuonana na wasanii. Kwenda kuonana na wasanii, kuwapelekea script ambayo wataanza kuifanyia mazoezi. Kwa hiyo kuna zoezi la kwenda kuonana na wasanii, kuzungumza nao, kuwekana sawa katika na mazingira yote ya ufanyaji wa hii kazi. Pia ikiwezekana mazoezi yaweze kuanza, na baada ya zoezi hilo nafikiri hatua nyingine itakayofuatia itakuwa sasa ni hatua za kuanza kushuti filamu yetu. Hivyo basi ni kuombe uendelee kuwa na mimi katika video hii ili uweze kujionea hatua nyingine za mbele mpaka pale tukapokamilisha kukamilisha kabisa kwa filamu yetu. Hivyo basi nikutakie wakati mzuri sana, na Mungu akubariki wewe pamoja na wapendao, wewe pamoja na familia yako. Chao.